Kwa hiyo nimekuja kwa wana Kibaha kwa ujumla na Watanzania ambao wananiangalia sasa hivi kupitia waandishi wa habari hapa Kibaha, kuweka wazi kwamba kwa sasa hivi address yangu itakuwa hapa Kibaha, Kibaha mjini. Sasa tuna Kibaha mjini na Kibaha vijijini kwa hatua ya sasa. Kwa hivyo kwa wale wadau ambao pengine labda walikuwa wanifahamu, kwa sababu unapokuwa kiongozi wa mkoa obvious ni ngazi yako ya mkoa na majimbo, kwa hivyo ni vigumu kidogo kwenye hizo kata 133 kujulikana na kila mwanachama huko chini. Kwa hivyo nawaomba na waalika wana Kibaha kwa ujumla na wananchi wa Kibaha kwa ujumla, wanapoiona sura yangu, sauti yangu, basi naomba ushirikiano mkubwa zaidi kwenye hatua hiyo ya kwanza. Nina mikakati, unaweza kuwa tu kwenye siasa bila kuwa na plani, na nafikiri bado nina ndoto. Nilishakuwa na ndoto muda fulani hivi kuwa kugombea ubunge, hazikufa, zinaendelea. Na naamini ukiondoa interest zangu binafsi, lakini lazima kuhakikisha kwamba wanapatikana wabunge wengi wa haki. Nina history, kila mtu ana records katika maisha. Hatuwezi kuishi, yani uweze kufanya kitu kwa bahati mbaya. Yani mpaka nakuja hapa maana yake nina history nzuri, na hizo pain nishazipitia na nimeishi nazo na nimeziachieve. Kwa mfano, nimejieleza hapa, niligombea nafasi ya kanda ambayo hiyo Msigwa ilisababisha akimbie na kula hazikutosha, na nilishindana na mtu ambaye ni mgeni kwenye chama, lakini kwa sababu nafahamu ni demokrasia na kila jambo lina wakati wake, pengine labda wakati huu ulikuwa sio wakati wangu sahihi. Kwa hivyo sikuama na niko leo hapa na maisha yanaendelea. Lakini 2015 tuliwekeza kwenye jimbo la Kisarawe na ukawa wakapewa kafu, na wengi waliamama ili kutafuta hizo positions za kugombea. Ila kwa sababu nimeshiba na itikadi za chama, na nimekwambia na miaka 17 mimi ni kiongozi kinara wa mkoa, na wengi tu walishindwa katikati wakaondoka, nilikuwepo na nipo na hiyo dhamira nayo. Actually sifanyi kwa sababu ya mtu, nafanya kwa sababu ya mapenzi. Naelewa hakuna chama ambacho mpaka sasa hivi chenye uwezo na ambacho kina falsafa nzuri ambazo Tanzania wanaweza kutumia zaidi ya Chadema. Hata sisi wenyewe wanajua. Sasa natoka naenda kwenye chama gani. Kwa hiyo niko na commitment kwa sababu ideology ya Chadema ninaishi nayo, naifahamu, na nimeshatoa mchango wangu, na naamini bado na nafasi kubwa kutoa mchango, sababu umri wangu bado unaniruhusu kuendelea kutoa mchango. Kwa hivyo mimi sio mtu wa kutangatanga. Nikitokea bahati mbaya kula hazijatosha, maana yake bado muda haujafika. Muda ukifika mambo yatakuwa mazuri. Nimetia nia, ni haki yangu kwa mujibu wa miongozo ya chama chetu Chadema, tumeruhusiwa kutia nia. Na Kibaha nimechagua kwa sababu kwanza na asili ya Pwani, nyumbani kwangu, lakini pili nimefanya kazi muda mrefu hapa Kibaha, kwa maana ya uongozi wangu nimetumikia miaka mingi hapa. Lakini tatu, changamoto za Kibaha nimeziishi, nazifahamu. Kwa hiyo sipati shida sana kujieleza kwamba tuna changamoto za barabara, na hapo kiangalia ndio makao makuu ya mkoa, lakini pia sura ya mkoa haionekani. Tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba sisi kama vijana ambao tumezaliwa hapa na tumekulia hapa, na hata wageni ambao wanakuja wapewe hiyo wapate hizo ajenda, wazielewe kwamba kuna umuhimu zaidi. Lakini cha mwisho, hapa ndo makao makuu, lazima tupate kiongozi ambaye anaweza kuifungua Pwani nzima. Ndio maana nimeichagua Kibaha kama kiongozi ili tuanze mageuzi ya kweli rasmi kwenye mkoa mzima.